kama Mkristo ambaye alishirikiana na Yesu na kujiunga naye kwa kifo chake na ufufuko wake kupitia sakramenti ya ubatizo. Basi tunaona vile Agatha alijiunga na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yeye yuko salamini mikononi mwa Mungu muumba wake, kwa maana Mungu ndiye kimbilio letu. Mungu ndiye ngome yetu. Na basi kama Mungu yu pamoja nasi, tutatishwa na kitu gani? Ndio tunaona Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu, anawaambia wafuasi wake, msiogope, kwa sababu Yesu yu hai. Ndio tunaona kwenye kipindi hiki ambacho cha kilele cha sherehe zetu zote za kiliturujia, sherehe zetu zote za kiliturujia katika mwaka wa kanisa, ambapo tunasherehekea ile fumbo kuu la Pasaka, fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa Bwana. Basi tunaona Agatha amejiingiza kwenye ile fumbo kuu la Pasaka kwa kifo na ufufuko, kwa maana sisi Wakristo tunaamini ya kwamba kifo sio mwisho kwa mtu yule ambaye anamwamini Mungu na ameungana pamoja naye, kwani kifo ndio njia, ndio mlango wa kuvuka kwenye uzima wa milele na kujiunga pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo sisi Wakristo ambao tuko na imani, sisi tunakuwa na matumaini, na ni kwa matumaini hayo leo tunamuomba Mwenyezi Mungu tukimsindikiza kwa hii njia ya sala ile ambayo ni kubwa sana, ile ambayo inampendeza Mungu, nayo ni sadaka ya misa takatifu. Ndipo Mwenyezi Mungu amwonee huruma mtumishi wake Agatha, kama alifanya makosa yoyote, Mwenyezi Mungu amsamehe na kumweka mahali pema penye raha na amani kwenye ufalme wake wa mbinguni wa milele na milele. Lakini kwa matendo yake, kwa vile alikuwa ni mfuasi wa Yesu ambaye alisimama kidete kwa imani yake kama mwanamke wa kanisa na kujiunga na vikundi mbalimbali kwenye jumuiya ya Wakristo na kwenye CWA, na niliambiwa pia kuna kikundi kingine, nafikiri ni cha Moyo Mtakatifu wa Yesu. Sasa tunaona kweli alitoa ushuhuda katika maisha yake. Sasa kweli kwa kumtumikia Mungu namna hiyo, Mungu ambaye anaona mambo yote ambayo tunasema na tunatenda kwa siri, Mungu bila shaka atampatia zawadi kwenye ufalme wake wa mbinguni. Basi ndugu zangu, tumesikia kutoka neno la Mungu leo kwenye haya masomo mawili,
Somo la kwanza kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, vile Mtume Petro kwenye mahubiri yake siku ya Pentekoste alitoa ushuhuda juu ya kifo na ufufuko wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Akatafsiri maana ya fumbo hili kuu. Basi tunaona ya kwamba fumbo hili kuu ndilo tunaendelea kulitafsiri, tukiliunganisha leo na yale ambayo yamemkumba